Yes, kama kawa kama dawa, ni wakati mwingine mzuri kabisa tunakutana hapa kukupasha yale ya kimichezo na hasa taarifa ambazo zimetufikia katika muda mfupi uliopita bwana. Katika meza yetu ya matangazo hapa tumepata moja kati ya exclusive ambayo tumeona sasa sisi tusikae nayo, tukuletee wewe mwanafamilia kwa H&T Media ili uweze kujua ni nini ambacho kinaendelea kunako klabu ya Young Africans ambayo inashiriki ligi kuu Tanzania bara na wanakwenda kushuka dimbani kuwapa Tanzania Prisons katika mchezo ambao utachezwa siku ya tarehe 4 katika majira ya saa 12:30 katika uwanja wa KMC Complex hapo jijini Dar es Salaam. Bana, moja kati ya taarifa kubwa ambayo imetufikia hapa katika meza yetu ya matangazo ni kwamba Young Africans wanaendelea kujiboresha na wanaendelea kutanua wigo katika kuhakikisha kwamba wanatafuta wachezaji wenye viwango vya hali ya juu hasa katika eneo la ushambuliaji ambalo linaonekana kuwa butu kwa namna moja ama nyingine. Young Africans tayari wameshakwisha kufungua mazungumzo na mshambuliaji wa Stade Malien ya Mali, si mwingine ni Thaddeus Forquang ambaye ni mchezaji ambaye amefanya makubwa katika ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia Simba Sports Club wanamjua kwa sababu aliwafanya vibaya katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo walikuwa kundi moja katika hatua ya makundi. Thaddeus Forquang si mara ya kwanza kuhusishwa na kujiunga na klabu ya Young Africans kwa sababu Stade Malien ni klabu ambayo ametoka golikipa wa klabu hiyo Young Africans Djigui Diarra kama tunavyojua. Kwa hiyo haikuwa ngumu Thaddeus Forquang kuhusishwa na jina lake kupelekwa katika meza ya mabosi hapo katika klabu ya Young Africans kwa sababu mchezaji huyo Thaddeus Forquang wana mahusiano mazuri na golikipa wa klabu ya Young Africans Djigui Diarra. Kwa hiyo deal hilo linanogeshwa na golikipa huyo Djigui Diarra wa klabu ya Young Africans. Katika msimu uliopita Thaddeus Forquang alihusishwa kujiunga na klabu ya Young Africans, lakini kitu kikubwa ambacho kilishindikana hapo kwa sababu mchezaji huyu alikuwa bado ana mkataba mrefu na klabu ya Stade Malien. Kwa hiyo Young Africans, kutokana na kwamba walichukua wachezaji wengi mpaka wanakuja kumuona Thaddeus Forquang, walikuwa wameshakwisha kutumia lot of money. Kwa hiyo wakashindwa kuvunja mkataba wa mchezaji huyu. Kwa hiyo mwishoni mwa msimu huu katika majira ya joto unaambiwa kwamba mchezaji huyu atakuwa kashamaliza mkataba wake, kwa hiyo atakuwa ni mchezaji huru na mbio za kumpata mchezaji huyu tayari zimeshakwisha kufunguliwa. Engineer Hersi ameshakwisha kufungua mazungumzo na meneja wa mchezaji huyu ambaye meneja huyo ndo anayewamanage wachezaji kadha wa kadha walioko katika klabu ya Young Africans na ambao wameshakwisha kupita katika klabu ya Young Africans. Mchezaji kama Pacome Perdozo Zwa, Yakwasi Atola, Musa Bala Conte, Stefan Aziz Ki na wengine wengi ambao wamepita katika klabu hiyo ya Young Africans, basi ndo huyo meneja ambaye ana manage Thaddeus Forquang, mshambuliaji wa klabu ya Stade Malien ya Mali. Kwa taarifa ambazo zimetufikia hapa katika meza yetu ya matangazo ni kwamba Engineer Hersi tayari ameshakwisha kufikia makubaliano ya moja kwa moja na mchezaji. Kilichobaki sasa ni kusubiri dirisha kubwa la usajili lifike ili kwamba mchezaji huyu aweze kumwaga wino na kujiunga na klabu ya Young Africans kwa sababu tayari walikuwa tayari wamesha negotiate mapato mshahara na sign-on fee ambayo itahitajika katika wakati huo. Kwa hiyo sasa hapa Young Africans tayari wameshaanza hizo harakati za kumsaka mchezaji huyo, na kutokana kwamba na kiwango chake kuwa bora zaidi, mchezaji huyo anawaniwa na vilabu kadha wa kadha ndani ya Afrika na nje ya Afrika. Kwa hiyo vilabu vikubwa ambavyo vimeshakwisha kuonyesha nia ya kumpata mchezaji huyo ni pamoja na klabu ya Al Hilal Omdurman ya Sudan ambapo nao pia wameshaonyesha nia ya kumpata mchezaji huyo. Thaddeus Forquang mpaka sasa ndiye kinara wa mabao wa upachikaji mabao katika klabu hiyo ya Stade Malien ambayo inashiriki ligi kuu huko Mali. Ndiye top scorer wa klabu hii ya Stade Malien ambayo inashiriki ligi kuu huko Mali. Kwa hiyo katika swala la ufungaji kwa upande wa Thaddeus Forquang kwake halina shida kabisa. Kwa hiyo Young Africans kwa kulitambua hilo na kuona kwamba katika safu ya ushambuliaji hapo katika klabu ya Young Africans kuandamwa
na majeraha basi wameona ni vyema kuanza kuingia sokoni mapema ili kuhakikisha kwamba wanapata mtu sahihi ambaye atakuja kusaidizana na washambuliaji watakao kuwepo kwa wakati huo. Mchezaji kama Prince Mpumelelo Dube pamoja na Clement wa Rip Mzize ambaye bado anauguza majeraha yake, lakini mpaka msimu utakavyokamilika atakuwa ameshakwisha kurejea na atakuwa sawa katika eneo hilo la ushambuliaji, sambamba na Almario Maria Tepo ambaye mpaka sasa yupo katika kikosi hiko cha Young Africans. Simba Sports Club pia nao walishahusishwa na mchezaji huyu Thaddeus Frankwang kutoka Stade Malien ya Mali. Wao walikuwa wanamhitaji katika dirisha dogo la usajili, lakini issue ni kwamba wao walikuwa wanahitaji mchezaji ambaye atakuja kuwasaidia katika michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, hasa katika eneo la ushambuliaji, kwa sababu walikuwa na mpango wa kumtoa kwa mkopo Steven Dese Mkwala pamoja na Lionel Ateba Mbida ambaye wote wachezaji hao wameshakwisha kuwatoa. Lakini sasa issue ikawa ni kwamba mchezaji yote alikuwa ameshakwisha kucheza mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa hiyo hawakuwa na namna tena ya kuweza kuendelea na mazungumzo na mchezaji huyo, kwa sababu wao walihitaji mchezaji ambaye atakuja kuwasaidia katika eneo la ushambuliaji katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Na maana kama wangeweza kumchukua mchezaji huyo, wangeweza kumtumia katika mechi za ndani, kwa sababu tayari alikuwa ameshakwisha kucheza katika mechi za kimataifa. Kwa hiyo chaguo la Thaddeus Frankwang kwa upande wa klabu ya Simba likawa limeshakwisha kufa, hivyo wakawa wameamua kuachana naye. Kwa hiyo Young Africans tayari wameshakwisha kuanza sasa kuzungumza naye, na tayari mazungumzo yamefikia hatua nzuri kabisa, sambamba na wachezaji kadha wa kadha, na bonge moja la mchezaji ambalo imekuwa ni kama surprise kwa mashabiki wa klabu ya Young Africans. Wanachama wa klabu hiyo, mchezaji kutoka katika klabu ya Al Hilal Omdurman ya Sudan. Taarifa bado tunaendelea kuziweka sawa, ili zikishakuwa confirmed tutakuja kuwaletea taarifa hiyo kuhusiana na mchezaji huyo winga matata kutoka katika klabu hiyo ya Al Hilal Omdurman ambayo inashiriki ligi kuu huko Rwanda. Lakini kwa taarifa tulizo nazo na za uhakika kabisa kuhusiana na Thaddeus Frankwang, tayari ameshakwisha kumalizana na wananchi. Kinachosubiriwa sasa ni dirisha kubwa tu la usajili katika majira ya joto, basi Young Africans waweze kumtambulisha mchezaji huyo ambaye tayari ameshakwisha kutimiza majukumu ya klabu, na matumaini ni makubwa kwa kumpata mchezaji huyu, kwa sababu dili hilo linanogeshwa na goalkeeper wa klabu hiyo ya Young Africans Diarra, ambaye Thaddeus Frankwang ni kama mdogo wake, kwa sababu wana mahusiano mazuri na wanatoka taifa moja la Mali, ambapo Thaddeus Frankwang ni mchezaji wa ligi kuu ya Mali katika klabu ya Stade Malien ya hapo Mali. Endelea kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii, hasa Instagram, Facebook pamoja na TikTok, ambapo tutapata kwa jina la HNT Media TZ. Hapo tunaweza kupata taarifa zetu za kimichezo ambazo tunakuletea kila siku, kila wakati. Hakikisha kwamba una drop ya comment yako hapo, lakini usahau ku comment na kushare kwa watu wengine, ili waweze kujua kwa chimbo la michezo lobaki ni moja. Ni HNT ambayo inakuletea taarifa hizi za kimichezo kila siku, kila wakati, na hasa katika hizi tetesi za sajili, kwa sababu sisi ni mabingwa wa taarifa hizi na tetesi zote tunazipata kutoka kwa watu wa karibu kabisa na klabu husika. Kwa hiyo usisahau kutufuata katika mitandao yetu ya kijamii.